Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi chako kipendacho cha Biblia Yasema. Biblia Yasema ni kipindi kinachojibu maswali ya watazamaji na wasikilizaji wetu. Nasi tunatumia Biblia kujibu hayo maswali. Na hivi leo Mungu ameturuhusu tena tuendelee na kipindi hiki. Na hivyo kabla hatujaanza kipindi, hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana kutupatia fursa hii ya pekee. Tuko hapa kujibu maswali ya watazamaji na wasikilizaji wetu. Naomba Roho wako Mtakatifu atusaidie kuyajibu kwa weledi, ili mtazamaji wetu akapate kufaidika na kuielewa vizuri Biblia ambayo ndio msingi wa wokovu wa wanadamu. Asante Yesu, kwa sababu tunaamini utafanya hivyo. Tunaomba na kushukuru katika jina lako. Amina. Amina. Leo tena tunayo maswali na tutaanza na swali la kwanza ambalo dada yetu atatusomea. Karibu. Bahati J. Tengule kutoka Msoma, Mara. Je, Yesu atakaa hapo patakatifu kwa muda gani uliotaja kwenye Biblia? Ndugu yetu anataka kujua Yesu atakaa kwa muda gani pale patakatifu. Jibu lake katika maandiko matakatifu inavyoonekana ni kwamba kuna ukomo wa Yesu kukaa pale kwenye chumba cha patakatifu. Yesu atakaa hapo patakatifu hadi mlango wa rehema utakapofungwa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 15 fungu la 8 inatuambia, hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba kuna wakati ambapo hilo hekalu halitakuwa na kiumbe yeyote ndani yake, wala hakuna kiumbe atakayekuwa anaruhusiwa kuingia ndani yake, na sababu ni kwamba hekalu litakuwa limejaa moshi. Kwa huduma ya uombezi inayoendelea sasa hivi kule mbinguni itakoma, ina ukomo wake, na ukomo wake ndio huo uliotajwa katika Ufunuo 15 fungu la 8. Na Biblia pia inasema kwamba hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Kuna dokezo ya kwamba mapigo 7 yataanguka duniani, na mapigo haya yatakapofikia mwisho wake kwenye lile pigo lake la 7, pia ndio utakuwa wakati wa mlango wa rehema kufungwa. Siku mlango wa rehema utakapofungwa haifahamiki. Mimi sijui, wala Biblia haijasema itakuwa tarehe fulani ya mwezi fulani ya mwaka fulani. Ila mlango wa rehema utaanza kufungwa kwanza kwa waliomwamini Yesu, na ndipo utafungwa kwa watu wote. Kwa hiyo at least tunajua ya kwamba mlango wa rehema hautafungwa kwa watu wote kwa wakati mmoja. Utaenda kwa awamu, na awamu ya kwanza, watu wa kwanza kabisa kufungiwa mlango wa rehema watakuwa ni wale waliomwamini Mungu. Na hii tunasoma wapi? Tunasoma katika Petro wa kwanza 4 fungu la 17. Biblia inasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu maana yake kwenye kanisa la Mungu. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioamini injili ya Mungu utakuwaje? Kwa hiyo inaanza kwa wale walioamini injili ya Yesu Kristo, halafu itamalizikia kwa wale ambao hawajaamini injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mlango wa rehema utafungwa. Hatujui utafungwa lini. Inaweza kuwa kesho, inaweza kuwa baada ya masaa machache yajayo. Kwa hiyo ni swala la kujiweka tayari. Mlango wa rehema unapofungwa, hukumu ya wanadamu inayoendelea sasa kule mbinguni inakuwa imeshaamuliwa. Yaani mlango wa rehema ni hatua ya mwisho kabisa baada ya hukumu ya wanadamu wote kuchukuliwa. Wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi, hujachelewa, waweza kuyatoa maisha yako sasa, ili usije ukajilaumu hapo baadaye mlango wa rehema utakapofungwa. Mungu ni mvumilivu sana. Huenda singefikia leo mlango wa rehema bado ukiwa haujafungwa, ni kwa sababu alijua kwamba wewe hujatubu, ni kwa sababu alijua kwamba wewe hujatoa maisha yako kwa Yesu. Na kama ungefungwa huo mlango wa rehema jana na juzi, wewe ungekuwa wakupotea. Itumie hiyo nafasi vizuri, kutubu dhambi zako kwa Yesu bila gharama yoyote. Gharama ilipa yeye. Wewe unatubu tu na kuungama na kumwamini, na hivyo mlango wa rehema utakapofungwa unakuwa katika sehemu ya wale ambao
wataokolewa. Yeremia 8 fungu la 20 nasemaje? Mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Hayo ni majuto yatakayowapata watu ambao hawakutumia vizuri kipindi hiki ambako mlango wa rehema bado uko wazi. Mlango wa rehema uko wazi, lakini utakapofungwa, haya ndio maneno ambayo watu watayatamka kwamba mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Hiyo haitakuwa na faida yoyote. Lakini sasa ukiamua kumwamini Yesu, hiyo litakuwa na faida kubwa. Hebu tuangalie swali jingine ambalo tumeipokea. Asante. Naitwa Baraka. Hivi Yesu akija hapa duniani kuchukua wake, je, hukumu itafanyika mbinguni au hapa duniani? Baraka anataka kujua hukumu itafanyikia wapi, kama ni mbinguni au kama ni duniani. Basi Biblia inatuambia ya kwamba Yesu anapokuja hapa duniani mara ya pili, kwa sababu Yesu anakuja mara ya pili. Alikuja mara ya kwanza wakati alipozaliwa, na anakuja tena mara ya pili hivi karibuni. Hukumu inakuwa imeshakatwa tayari kule mbinguni. Hukumu ina awamu mbili. Hukumu inaendelea sasa hivi kule mbinguni. Na inaendelea kwa namna gani? Majina yanachambuliwa, ni nani ana haki, ni nani anastahili kupewa uzima wa milele, na ni nani anastahili kupewa adhabu, kulingana na jinsi ambavyo wanadamu wamemchagua Yesu ama wamekataa kumchagua Yesu. Na hukumu hiyo inakatwa sasa hivi. Hiyo hukumu itakapokuwa imekamilika kwa wanadamu wote, Yesu anakuja kutangaza matokeo ya hiyo hukumu. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 22 fungu la 12 nasema, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa hiyo hukumu inafanyika mbinguni. Tangazo la waliofanikiwa, tangazo la ambao hawakufanikiwa katika hiyo hukumu linatangazwa duniani Yesu anapokuja mara ya pili. Kwa hiyo kote kote kuna husika na hukumu. Mbinguni hukumu ya upelelezi inaendelea, lakini duniani ndiko ambako tangazo litatolewa ya kwamba Yesu anakuja kuwalipa wale waliofanya vyema. Na malipo haya yako ya aina mbili. Wale waliofanya mema wana malipo yao, na waliofanya mabaya wana malipo yao. Lakini ni vizuri sana kama yale malipo ya wema yangekuwa sehemu yako, kwa sababu malipo ya wabaya sio mazuri. Katika kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 10 na 11, Biblia inatuambia mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Kwa hiyo hukumu inayoendelea mbinguni ndio hiyo ambayo Danieli alionyeshwa, ya kwamba kulikuwa na malaika katika hiyo hukumu, na kulikuwa na vitabu vya kumbukumbu. Mungu hahitaji kukuita wewe kwenye hukumu inayoendelea sasa hivi mbinguni, kwa sababu maelezo yako yote yako kwenye vitabu ambavyo vimeandikwa kwa uaminifu sana na malaika wako ambaye anakufuatilia kila mahali usiku na mchana. Kwa hiyo rekodi zako zote ziko kule, na kwa hiyo jina lako litakapofikiwa wakati wewe ukiendelea hapa duniani na shughuli zako kama kawaida, maelezo yatakuwa yakisoma kule mbinguni, na maelezo ya muhimu sana. Sio yale ya kwamba ulifanya dhambi kiasi gani. Hayo yatakuwepo. Yanaonyesha kwamba ulifanya dhambi. Maelezo ya muhimu, je, ulitubu? Je, ulimuungamia Yesu? Je, ulisamehewa? Itakapofikia kwenye pointi ya kwamba pamoja na kwamba ulifanya dhambi zote hizo ambazo malaika wameziandika kwenye vitabu, lakini uliomba msamaha na Yesu akakusamehe, basi pale hukumu yako inatangazwa kwamba wewe unastahili uzima wa milele. Na hicho kitu ni cha muhimu sana kukichangamkia, kwa sababu hakina gharama yoyote. Katika kitabu kingine tena, kitabu hicho cha Daniel tulikuwa tujamalizia, nasema nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyosema ile pembe, na litazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Kwenye hukumu inayoendelea mbinguni, yupo mnyama ambaye anashughulikiwa.
Ni jambo la kushangaza sana. Huyu mnyama, na wakati hukumu inawahusu wanadamu. Kakao tutakapokuwa tukiendelea haya masomo ya unabii utaelewa vizuri inapozungumzia mnyama inazungumzia nini. Mnyama inazungumzia mamlaka ya wanadamu ambayo imehusika sana katika kuwadanganya na kuwapotosha watu wengi sana kuingia katika upotovu. Sio wa kutenda tu dhambi, lakini wa kufanya kinyume cha maagizo ya Biblia. Na hao watu wamejifariji ya kwamba wako salama, na kumbe hukumu inapoendelea wanaonekana kwamba hawastahili kuingia katika uzima wa milele. Na kwenye ile hukumu huyu mnyama hataachwa, atashughulikiwa squarely, yani vizuri zaidi. Na hapa unaona Biblia inasema kwamba ile hukumu ilimhusu hata huyo mnyama. Kwa hiyo wale wadanganyaji na wanaodanganywa wote watahukumiwa. Hakuna nafuu kwamba eti kwa kuwa ulidanganywa. Tumefikia mwisho wa swali letu kwa kipindi chetu hiki cha kwanza. Tunaenda kwa mapumziko kidogo, kisha tutarudi tena. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Baada ya mapumziko tunaendelea tena kujibu maswali. Dada yetu, hebu tusomee swali linalofuata. Asante. Huyu ni Zakaria Yohana kutoka Busega, Simiyu. Kwa nini tunafumba macho wakati wa kuomba, wakati Zaburi 16:30 inasema ni kuwaza upotofu? Ya ndugu Yohana, Zakaria Yohana ametupa changamoto kwamba Zaburi 16:30 inasema ni ukifumba macho unawaza upotofu. Na sisi tunafumba macho wakati wa kuomba. Hebu tuone, hakuna ushahidi wa maandiko kuwa anayefumba macho wakati wa kuomba anawaza upotofu. Wala hilo fungu la Zaburi 16:30 halipo. Hiyo ndio bahati mbaya rafiki yetu. Labda kama ulikuwa umetumia Biblia nyingine unaweza ukauliza hilo swali kwa mara nyingine, lakini tumetafuta sana Zaburi 16:30 hatukuiona. Na kwa hiyo hofu yako ya kwamba tunapofumba macho tunawaza upotofu nadhani haipo tena. Tutaangalia tu kwa nini tunafumba macho. Badala yake maandiko yanatushauri kufanya faraga wakati wa kuomba. Luka 22:41 kwa mfano inasema, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Yaani kuomba ni jambo la faraga. Ni kama mtu anavyopiga chafya au mwingine anageuka pembeni huko anasema samani jamani. Huwezi tu katikati ya watu unaanza kupayuka, unaanza kuomba. Faraga. Hiyo ndio wazo ambalo tunalipata katika Luka 22:41. Lakini Mathayo 6:56 nasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupewa thawabu yao. Yesu anakataza, anatushauri tusiwe watu wa kuomba wazi wazi tuonekane tuna watu kwa sababu ya sifa na nini na nini. Kwa hiyo kuomba kuna heshima yake, kuomba kuna utaratibu wake. Unatakiwa uombe mahali pa faraga ukiwa peke yako, na sio kwa kupayuka.
Na sasa hili swala la kufumba macho, pengine anaweza akajiuliza kwamba bali Yesu huyo anaendelea kwamba alikuwa hajamalizia, bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Kwa hiyo Yesu anashauri mambo haya ya kusali yasifanyike kama vitu vya kutafuta sifa. Na unajua yako matatizo mawili, ama unatafuta sifa kwenye kusali ambayo ni dhambi, ama unaachia macho yaangalie kila kitu kinachoendelea wakati huku unasali, jambo ambalo litakuingiza kwenye jaribu jingine tena. Unajua unapoongea na Mungu unatakiwa uwe makini, kwa maana usipoteze uelekeo wako kutoka kwa Mungu. Na kwa mtu ambaye hajafumba macho anajaribiwa sana. Fikiria kwamba ulikuwa unaomba na ghafla hapo umeona baskeli imemgonga mwenye bajaji. Utaendelea kuomba? Kwa namna yote ile utasitisha kidogo. Na sasa hayo mawasiliano yako na Mungu sasa yameshaingiliwa. Hakuna jambo baya kama kukatisha mawasiliano, hasa unapoongea na mtu mkubwa kama Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu ni mkubwa sana, ili usisitishe mawasiliano yako na Mungu na uweke akili yako kabisa kwenye lile unalolizungumza, swala la kufumba macho ndipo linapokuja hapo. Kufumba macho wakati wa kuomba ni kupunguza vishawishi vinavyoweza kukutoa nje ya mazungumzo yako na Mungu, lakini huzuiwi kuomba ukiwa unatazama. Hii nadhani limeliweka vizuri. Ukijisikia kufungua macho ukaomba, pia wala sio dhambi wala haijakataza. Wapo walikuwa wanaomba hivyo, na hata wewe ukitaka kuomba hivyo. Lakini kumbuka kile nilichosema. Pakitokea jambo ambalo litakufanya usimame kuomba ili ulifuatilie, tayari huko kufumbua macho kwako kumeharibu mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo Yohana 11:41 anasema, basi wakaliondoa lile jiwe, Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Yesu aliinua macho yake juu. Inaonekana alikuwa hajafumba macho hapo. Yesu aliwahi kuomba akiwa anatazama. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuomba ukiwa unatazama. Lakini utambua kwamba Yesu sio wewe. Hata manabii wa zamani walikuwa wanaweza kuomba bila kutazama, bila kufumba macho. Kwa hiyo nadhani tumelijibu hilo swali. Sio upotofu kwa sababu hilo fungu halipo, lakini ni kwa ajili ya kukamilisha kulinda mawasiliano yako na Mungu yasiingiliwe na mambo yaliyo nje. Swali jingine. Huyu ni Julius Thomas kutoka Kanansi. Na Manyere mkoani Mlukwa. Kwa nini mbuzi alikuwa akitolewa uhai wake wakati dhambi ni ya mtu mwingine? Swali la maana sana hilo, rafiki yangu Julius Thomas. Wewe ni mtu unaotafakari sana. Ni kama uonevu fulani hivi. Yaani mwanadamu anatenda dhambi, lakini anayeuawa ni mbuzi. In fact ilikuwa sio mbuzi tu, hata kondoo, hata ng'ombe walikuwa wakiuawa. Hawa wanyama walikuwa hawana hatia yoyote. Lakini kwa nini ilitokea hivyo? Tunasoma mbuzi alikuwa anatolewa uhai wake wakati dhambi ni ya mtu mwingine. Ni kwa sababu mbuzi alitolewa kufa badala ya mwenye dhambi, kama ambavyo Yesu alitolewa kufa kwa ajili ya mdhambi. Yaani mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba Mungu anawapenda wanadamu sana. Na alipoanguka dhambini, na amri inasema lazima yule aliyetenda dhambi afe, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu akabuni kitu kingine tena cha kumsaidia mwanadamu, kwa sababu ni rafiki yake, anampenda. Na hicho kitu kikawa kwamba apatikane kiumbe mwingine atakaye kufa badala ya wanadamu. Na kule mbinguni walikubaliana kabisa kiumbe huyo atakuwa Yesu, ambaye pamoja na kwamba ana uungu atachukua ubinadamu, atakaa kwenye tumbo la mwanamke kwa miezi 9 na atazaliwa, na hatimaye atakuja kufa kifo kinacholipa adhabu ya wanadamu wote. Lakini je, kabla huyo Yesu hajatokea, hao wanadamu watakuwa wanaendelea kufa? Mungu akasema hapana, wasife.
akaruhusu kwamba kama kuna mwenye dhambi ana mfugo wake, ana mbuzi, ana kondoo, ana ng'ombe, ana njiwa, hata njiwa alikuwa anatosha kabisa kuokoa maisha yake, Mungu aliruhusu kwamba hivyo vitu vitolewe. Unaenda navyo pale hekaluni, unaweka mkono wako juu ya kichwa cha huyo mnyama, unaungama dhambi zako, unachukua kisu, unamchinja, damu yake inaenda kuokwa pale kwenye makaa ya moto, na damu mwili wake na damu yake inaenda kunyunyizwa kule kwenye vyumba vile viwili, na hapo unakuwa umesamehewa. Kwa hiyo ni kweli hawa wanyama walikuwa wanakufa kwa kosa la mwingine, kama ambavyo Yesu alikufa kwa kosa letu, na ndio maana Yesu anaitwa mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Warumi 5:8 anasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kama nilivyokuambia, Yesu anasimama badala ya wale kondoo. Wakorintho wa pili 5:21 anasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo Yesu ndiye yule mwanakondoo. Kwa hiyo badala ya kuwahurumia sana wale wanakondoo, pengine tungemhurumia Yesu, ambaye huyu ni binadamu mwenzetu, huyu pia ana asili ya uungu, na huyu ndio alichukua dhambi za wanadamu wote, na huyu ndio aliyeteswa hata kuliko hao wanyama wengine. Yeye hakuwa na hatia, lakini alibebeshwa hatia zetu, na alipobebeshwa hatia zetu akawa amebebeshwa pia na adhabu yetu. Haikuwa fair kabisa. Na kitu kimoja cha maana ni kumsaidia yani kitu cha maana ambacho kitaonyesha rafiki yangu wewe kwamba una huruma sana, ni kumpokea Yesu. Yohana 1:29 anasema, siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mpokee Yesu ambaye ndiye mwana kondoo, kwa sababu yeye yule unapomtwisha dhambi zako zote, yeye alizifia pale msalabani. Kwa hiyo sasa hivi unapomtwisha alishalipia. Kwa hiyo wewe unapewa tu msamaha bure. Lakini kuendelea kuwahurumia wale wanyama wa kule nyuma, sawa, ni jambo zuri, inaonyesha na huruma, lakini huruma ya maana zaidi ni kumhurumia Yesu ambaye amebeba dhambi zetu, na wakati wewe hutaki kupelekea zile dhambi. Tuna enda kwa mapumziko na halafu tutarudi tena baadaye. Kumbuka kwamba kipindi hiki ni Biblia Yasema, tunajibu maswali yenu, na wewe pia unaona nafasi ya kutuma maswali yako na sisi tutakuwa tayari kuyajibu. Kipindi hiki kinakuja kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 3:45 hadi saa 4:30. Twende kwa mapumziko kisha tutarudi tena. Karibu sana mpenzi mtazamaji kwa kipindi chako baada ya mapumziko. Tunaendelea kuangalia maswali yaliyotujia na dada yetu atatusomea swali linalofuata. Karibu. Asante. Huyu ni Modesta Godfrey. Je, aliyetenda dhambi miaka mingi anapewa adhabu gani? Ya Modesta Godfrey anauliza, aliyetenda dhambi miaka mingi sio ni miaka mingapi? Anauliza huyu anapewa adhabu gani? Ya tumejaribu kuangalia Biblia inachosema, tukagundua kwamba adhabu anayopewa mwenye dhambi haitokani na muda aliyoitenda dhambi hiyo.
au uzito wa dhambi yenyewe. Adhabu ambayo wenye dhambi wanapewa na Mungu haitokani na muda ambao hiyo dhambi imetendwa au uzito wenyewe. Adhabu itatokana na kukaidi, kutubu na kuiacha dhambi hiyo. Kwa hiyo habari njema ni kwamba unaweza kuwa umetenda dhambi kwa muda mrefu sana, lakini ukitubu tu hiyo dhambi unasamehewa. Na usipotubu utaadhibiwa, na hutaadhibiwa kwa sababu umefanya kwa muda mrefu sana. Hapana, utaadhibiwa kwa sababu ulikataa kutubu. Kwa hiyo iwatie moyo wale ambao wanafikiri wamekata tamaa kabisa kwamba dhambi hii nimefanya kwa muda mrefu, kwa hiyo adhabu yangu huko itakuwa ni kubwa. Amna. Adhabu ni adhabu ya watu wote ambao wamekataa kutubu ni moja, nayo ni kupoteza uzima wa milele na kwenda kwenye moto wa milele. Sasa hiyo ni adhabu kubwa sana, ila haibagui ulifanya kwa muda mfupi, kwa muda mrefu, ulifanya dhambi ndogo, ulifanya dhambi kubwa, wote watakuwa wanaenda kwenye huo moto wa milele. Kwa hiyo Isaya 1 fungu la 18 inatoa ushauri mzuri sana. Inasema hivi, haya njoni tusemezane asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Mungu anataka kufanya biashara na wanadamu, kwamba wewe mletee dhambi, yeye anakupatia msamaha. Kama wanavyouza vyuma chakafu, wakati fulani nasikia jamani kuna vyuma chakafu huko ndani, toeni takupatia hela. Au mwingine anasema kwamba kuna noti chafu, sijui kuna sara, yani mpaka unajiuliza huyu mtu anataka vitu vichakavu na nini, kwa yeye anapata nini? Hiyo ndio nimemfananisha na Mungu. Yuko tayari kununua dhambi zote kwa gharama yake, alafu anakupatia uzima milele. Kwa hiyo usikate tamaa. Dhambi ni kweli tunazo, zinatutesa sana, lakini Mungu yuko tayari kuzipokea hizo dhambi na kukusamehe, halafu na kukupatia uzima wa milele. Lakini mambo ni kinyume kwa yule atakayekataa kutubu. Kwa kweli yule atakayekataa kutubu, kuna uhuru tumepewa, unaweza ukaamua kutubu, lakini unaweza kutumia uhuru wako usitubu, na Mungu hakulazimishi. Tunaye Mungu wa pekee sana, halazimishi watu. Hata huko akijua kabisa kwamba kwa kutokutubu kwako unaenda motoni na utapotea, anaheshimu maamuzi yako. Luka 12:47 inasema, na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana. Kwa hiyo pia kuna wazo hapa ya kwamba wewe ambaye umetenda dhambi kwa muda mrefu, au umetenda dhambi kubwa, sijui ukubwa unaufananishaje, kwa kadri unavyoweza kulinganisha, Mungu atakupiga sana, sio zaidi kwa sababu ya hiyo dhambi, lakini anasema ulijua mapenzi ya Bwana wako, ya kwamba anataka kununua hizo dhambi zako kama wanavyonunua chuma chakavu, na ukasikia mahubiri au na mafundisho kama mimi ninavyojaribu kufundisha hapa, ila ukapuuza hizo chuma chakavu, usizilete kwake, utapigwa sana. Yaani hiyo una hakika. Na sababu ya kupigwa sana kwa sababu wewe unikaidi, kwa nini unang'ania dhambi na kusaidia nini? Kwa hiyo Mungu anatamani sana kama ungesikia sauti yake, zile dhambi ambazo umetenda kwa muda mrefu, dhambi zile umetenda kubwa, mletee, atazipokea na wala hakuadhibu kabisa. Ni kama vile serikali wakati fulani anasema kwamba wale wenye migobole, wale wenye bunduki ambazo hazijarasimishwa, wazisalimishe kwenye vituo vya polisi na hawatachukuliwa hatua yoyote. Na kweli wanapeleka pale wachukue. Ila baada ya hapo, baada ya hili zoezi, tutapisha msako, tusikukuta hizo silaha, wewe unatutafuta sababu. Na Mungu ni hivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu anatutangazia tulete dhambi, na huu ndio wakati wenyewe wa kuleta dhambi, maana huko baadaye mlango wa rehema ukifungwa tutakuwa tumepotea. Swali jingine. Kwa nini Wasabato hamchezi na kupiga vigelegele wakati Biblia imeandika kufanya hivyo katika kitabu cha Zaburi 149? Huyo mtu anaulizia Wasabato
Wasabato hawachezi wala hawapigi vigelegele wakati wa kuimba. Nafikiri anaulizia zaidi wakati wa kuimba. Basi ngoja tuone kwa nini Wasabato hawapigi vigelegele na kwa nini hawachezi. Kwa sababu mimi mwenyewe ni Msabato na nawajua Wasabato vizuri. Ngoja tuangalie Biblia inasema nini. Waadventista wa Sabato, licha ya tofauti zetu za kitamaduni, tunatambua kuwa kucheza wakati wa kumwimbia Mungu kwa namna kunavyofanyika leo katika madhehebu mengi ya Kikristo kunaweza kutumika kumuinua mwanadamu badala ya kumuinua Mungu. Yaani unaposikia Waadventista wa Sabato au Wasabato, wako dunia nzima na wako watamaduni mbalimbali. Unaweza kuwakuta wa Tanzania labda hawachezi, lakini ukaenda kukuta wa Marekani au sijui wa baragani huko wanacheza, labda wanapiga na vigelegele, lakini huwa haifikii viwango ambavyo leo wapiga vigelegele na leo wachezaji wamefikia. Hiyo viwango viko juu sana. Kwa hiyo katika hilo Waadventista wa Sabato tuligundua kwamba kuna namna mwanadamu anataka kujitafutia utukufu kwenye hizi nyimbo za dini. Na kwa hiyo tukashtuka, tukajaribu kuangalia Biblia inasema nini. Biblia inaendelea kutufundisha kwamba ili kuepuka uwezekano huo, tunaweka tahadhari ili vikundi vinavyomwimbia Mungu visicheze kutokana na namna walivyofundishwa wakati wa kuandaa wimbo. Hapa kuna jambo moja linalotokea ambalo ni la kushangaza kidogo. Wakati nyimbo zinapoandaliwa na mwalimu, huwa wanakubaliana kwamba tukifika mahali hapa inabidi tucheze. Tunaenda huku mara 3, tunaenda huku mara 4 au vyovyote vile. Mimi sijui wanatumia gani, lakini tunaona vile wanapoimba wanaenda kwa kulingana, inaonyesha kama ni kitu fulani walichofundishwa. Sasa mafungu ya Zaburi aliyoyatamka huyo bwana, hapa kuwepo na hicho kitu cha kufundishwa kwamba watu wacheze. Na hata leo hii mtu mmoja anapoimba kama ambavyo mimi naongea hapa, sio naona mikono yangu natupatupa huku na huku, hakuna mahali nimefanyia mazoezi. Hiyo ni kawaida tu kwamba unapoweka msisitizo wa jambo fulani kuna msukumo unakuambia fanya hivi fanya hivi. Kwa hiyo mhubiri na mwimbaji wao wanaongozwa na Roho Mtakatifu yule yule. Kuna wakati mwimbaji anaimba kwa hisia kali sana mpaka anachuchumaa kabisa, lakini ni tofauti na vikundi vya nyimbo wanachofanya leo. Wale wanafundishwa, wanaandaliwa wafanye hivi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katika huko kuimba, katika huko kucheza, watu wanazidiana. Kuna anayecheza sana kuliko wengine, na watu wote wanamfuatia huyu anayecheza sana. Na hata baada ya huo wimbo kuisha wanasema ila bwana wewe umecheza sana. Unaona ule utukufu ambao ulitakiwa uende kwa Mungu unamwelekea mwanadamu. Na hata yeye mwenyewe aliyecheza sana anajijua kwamba mimi nimecheza sana hapa, na alikuwa anacheza sana ili watu wamuone, ili watu wamsifie. Sasa pale lengo la kumuinua Mungu linakuwa limepotea. Kwa hiyo kutokana na hali hizo, tukagundua kwamba shetani ametuingilia katika uimbaji na lazima tufanye kitu fulani. Bali mtikisiko wa mwili utokane na msukumo wa mtu mmoja mmoja kadri anavyosukumwa na Roho Mtakatifu. Yaani sio kwamba katika kuimba basi unakuwa kama kisiki tu hivi, yaani ujitikisi wala nini, lakini havifanyiki kwa namna moja. Mtu mwingine anaimba, anafanya hivi, anafanya, na huyu anafanya kwa hisia zake tofauti kadri Roho Mtakatifu anavyomsukuma. Ndio Zaburi ilichukua inazungumza. Kwa hiyo hatui miti kabisa sanamu, lakini pia hatuchezi kama wanavyocheza leo hii. Utambue kwamba zamani walipokuwa wameanza kucheza, walianza kucheza kistaarabu sana. Lakini sasa hivi wanasogelea kwenye kiuno hivi. Yaani unapomwona mchezaji anasogelea kwenye kiuno, kukikata kile kiuno, basi ujue huyo anaanza kuchanganyikiwa, anaanza kuharibikiwa. Na wako watu wa kawaida tu ambao hata sio Adventista wa Sabato, hawavutiwi tena na ule unenguaji. Mmoja wa watu hao ni marehemu Rais Magufuli. Aliwahi kusema
ya kwamba anavutiwa sana na uimbaji wa Waadventista wa Sabato kuliko hao wengine wanaocheza cheza, kwa sababu ni ukweli kabisa ya kwamba nyimbo za dini zinatakiwa zimuinue Mungu ulio kumwinua mwanadamu. Habakuki 2:20 anasema, lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote inainyamaze kimya mbele zake. Hii inaposema dunia inyamaze kimya, sio kwamba ndio muwe kimya kabisa kama mabubu. Yaani unapoimba kwenye nyumba ya ibada, utambue Mungu yuko pale na Mungu anakuona, na kwa hiyo uwe na adabu, kwa sababu kuna wakati ambao wanadamu wanaonyesha adabu zaidi wanapowaimbia hata viongozi wa serikali kuliko wanavyomwimbia Mungu kwenye nyumba za ibada. Hiyo imetokea mara nyingi. Inawezekana vipi wewe unamwimbia Mungu kwenye nyumba za ibada mpaka mijasho inakutiririka? Na ule uchezaji kwa kawaida unawafaa zaidi vijana, kwa sababu wazee hawataweza. Kwa tayari ule uimbaji umeshabagua watu wasio na uwezo wa kurukaruka. Kwa hiyo sihukumu na wala sisemi kwamba Wasabato ni wakamilifu sana, lakini kwa sababu aliuliza kwa nini Wasabato hawacheza wapigi vigelegele, nimejaribu kutoa maelezo kwa nini wao hawafanyi hivyo. Pamoja na kusoma hiyo Zaburi, waligundua kwamba ile Zaburi haijazuia kuwa na kiasi katika kucheza, na wao wanatembea na kuwa na kiasi katika kucheza. Wakolosai 3:16 nasema, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kumwimbia Mungu kwa neema mioyoni. Hili ni jambo la msingi sana ambalo waimbaji wote wanatakiwa kulizingatia. Kwamba baada ya kuimba watu wanamzungumza nani? Wanamzungumza mwimbaji, wanamzungumza mnenguaji, au watu wanamzungumzia Yesu? Je, watu wameinuliwa juu zaidi kwa Mungu au wameshushwa chini sana kwa wanadamu? Kwa sababu kama mnaendelea kuzungumzia juu ya wanadamu waimbaji walikuwa wanaimba, basi huo wimbo haukuwainueni nyinyi, haukuwapeleka kwa Mungu. Na kwa hiyo nyinyi waimbaji mna hatia ya kutotumia wimbo wenu vizuri kumuinua Mungu ili watu wamuone Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tuongozwe na Roho wa Mungu katika kuimba. Wakorintho wa 2:11 nasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Fikra za shetani ni nini? Anapojua mahali hapa Mungu anaabudiwa, yeye anatamani aingie kati pale, afanye vurugu zake, ili kile ambacho Mungu angekipokea kwa shukurani, Mungu azire na kuondoka. Na mara nyingi Mungu anazira na kuondoka katika mikutano ya ibada, katika nyimbo za dini zinazoimbwa, kwa sababu wanakuta kwamba kinachoendelea pale ni fujo. Ikiwa tu wanadamu wa kawaida wanaacha kuangalia, wanaondoka, kama alivyosema Mzee Magufuli, unadhani Mungu anabaki pale mahali ambapo watu wananengua, watu ambao wanatafuta sifa katika kuimba? Kwa hiyo shetani amefanikiwa sana katika kubadilisha nyimbo za dini zimekuwa kama nyimbo za duniani. Tunawashauri walimu, tunawashauri wana vikundi vya nyimbo warejee uimbaji uliokuwepo zamani wa kumtukuza Mungu na kuachana na huu wa kujitukuza wanadamu. Kwa hiyo nitoe wito ya kwamba uimbaji kwa namna unavyofanyika leo umepoteza uelekeo. Na hiyo imeshuhudiwa na watu wengi, sio Waadventista wa Sabato peke yake. Imeshuhudiwa na watu wengi sana wanaotafakari sana maandiko matakatifu. Na mimi naamini hata ndani ya hayo makanisa ambayo watu wanapiga vigeregere, watu wananengua, wako wale ambao wanaumizwa sana na hali hiyo inayoendelea. Nataka niwatie moyo, Mungu ana mpango kurejesha utulivu katika makanisa yote ambako anaabudiwa. Na wewe unao nafasi kuanzia kwenye kanisa lako pale unapoabudia. Hebu mwende mkafanye mabadiliko. Hiyo habari ya kuimba kwa kuinua wanadamu inampa furaha sana shetani kuliko Mungu. Mungu anahuzunika. Na tutaendelea kumhuzunisha Mungu kwa muda gani? Kwa muda gani? Mpaka lini? Ninaamini ya kwamba wengi wetu mnafurahia vile Waadventista wa Sabato wanavyoimba kwa utulivu kabisa. Wana mapungufu na wao kama wanadamu wengine, lakini wamechukua hatua katika kujaribu kumwimbia Mungu katika hali ya utulivu na utukufu.
hili linawezekana kufanyika na watu wa makanisa yote. Tunakwenda kuomba, maana tumemaliza kipindi chetu. Na kushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa hapo kando ya runinga yako ukifuatilia majibu ya maswali yaliyoulizwa na wenzetu. Na sasa tunapokwenda kukifunga hiki kipindi, ninaomba tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia kipindi hiki tangu tulipokianza. Na nakushukuru sana wewe Mungu kwa kutupatia sisi hekima na uwezo wa kujibu maswali yaliyoletwa kwetu. Pale ambapo tumeshindwa kufikia kiu ya watazamaji wetu, Roho wako Mtakatifu akaongee nao na kuwasaidia kuelewa zaidi na zaidi. Na pale ambapo mtazamaji wetu amehisi kana kwamba tumejiinua, ukamsaidia kumwelewesha ya kwamba tuko hapa sio kwa nia ya kujiinua, bali ya kuinua wewe Mungu wetu wa mbinguni, ili watu wakuchague wewe, watu wale wakaokolewe. Bariki kila aliyesikiza kipindi hiki akapate kuokolewa, na siku ile ya mwisho akaingia katika uzima wa milele. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.